zidi kusonga mbele. Nyingine, Ghana kuwasilisha azimio la Umoja wa Mataifa kuhusu fidia ya utumwa. Nayo Iran yasema itaifanya Marekani ijutie vita, huku bei ya mafuta ikipanda. Na katika michezo, mbio za magari Safari Rally kuanza rasmi katika hatua ya kwanza leo. Emmanuel Makundi atatujuza zaidi. Ni Ijumaa ya Machi 13 mwaka wa 2026. Msikilizaji, kesi ya uhaini inayomkabili mwanasiasa mkongwe wa upinzani kule Uganda Kizza Besigye na wenzake wawili hapo jana iliahirishwa hadi tarehe 31 mwezi huu, huku timu ya wanasheria ikipinga ombi la upande wa mashtaka kutaka utambulisho wa mashahidi unaokusudia kuwatumia kufichwa. Kutoka Kampala, Kenneth Lukwago ametutumia ripoti ifuatayo. Katika ombi hili, upande wa mashtaka unasema una mashahidi 6 ambao watathibitisha kuwa Dr. Kizza Besigye na wenzake walipanga kumuua Rais Yoweri Museveni na kupindua serikali ya Uganda, lakini mashahidi hao wanahitaji kulindwa ili kuepuka kudhurika pamoja na jamaa zao. Mawakili wa Dr. Besigye wakiongozwa na Martha Karua walisema hawako tayari kujibu ombi hili. Application yenyewe hatujaiona, washtakiwa hawajaiona. Hatungeweza leo kuwasilisha majibu sababu washtakiwa hawakuwa wametupatia maono yao. Dr. Besigye na rafiki yake Obed Lutale walitekwa nyara kutoka Nairobi mnamo Novemba 16 mwaka wa 2024 na kuhamishwa kwa siri hadi jela ya kijeshi na pamoja na mwanajeshi Captain Dennis Ola kushitakiwa kwa kumiliki bunduki haramu na kutisha usalama wa taifa mbele ya mahakama ya kijeshi. Baadaye walipelekwa mbele ya mahakama ya kiraia Februari mwaka jana, na tangu wakati huo kesi haijaanza na walinyimwa dhamana. Kenneth Lukwago, Kampala, RFI Kiswahili. Asante sana Kenneth. Tukiwa bado kule Uganda, kiongozi wa upinzani Bobi Wine ameshutumu serikali kwa kuwalenga maafisa wa polisi waliopewa jukumu la kumlinda wakati wa kampeni, akidai kwamba maafisa 9 walifikishwa mahakamani na hivyo kufukuzwa kazi kutoka jeshi la polisi la Uganda kwa aibu, kwa madai ya kumsaidia kutoroka kutoka nyumbani mwake. Mradi mkubwa wa afya barani Afrika ambao mawaziri wa Uingereza walisema utachukua jukumu muhimu katika kuilinda nchi yao kutokana na tishio la magonjwa ya milipuko unaenda kufutwa kutokana na kupunguzwa kwa misaada, jarida la Guardian limechapisha. Maelezo zaidi na Daniel Kimani. Mpango wa Global Health Workforce ambao ulikuwa unasaidia maendeleo na mafunzo kwa wafanyakazi wa afya kwenye mataifa 6 utatamatika mwishoni mwa mwezi huu. Ofisi ya Wizara ya Mambo ya Nje imethibitisha. Tangu kuzinduliwa kwake, mradi huo umetajwa na mawaziri wa Uingereza kama juhudi ya kuongeza utayari na kukabiliana na majanga ya kimataifa kwa kuimarisha mfumo wa afya ya Afrika, na pia njia ya kukidhi majukumu ya kimaadili ya Uingereza na kuwekeza katika nchi ambazo zinaajiri idadi kubwa ya wafanyakazi wa afya. Nchi zitakazoguzwa na hatua hii ya London ni pamoja na Ghana, Kenya, Nigeria, Ethiopia, Malawi na Somaliland ambazo zimefanikiwa pakubwa na mafunzo kwa wafanyakazi wake. Idara ya hali ya hewa ya Kenya Met imeonya kwamba mvua ya wastani hadi kubwa inatarajiwa katika sehemu za Nairobi na maeneo yaliyo ndani ya nyanda za juu mashariki mwa bonde la Ufa, ikiwa ni pamoja na kaunti ya Nairobi katika saa 24 zijazo. Nchini Sudan, raia 13 wameripotiwa kuuawa katika shambulio la ndege zisizo na rubani kwenye mpaka wa Adre kati ya nchi hiyo na Chad, vyanzo mbalimbali vimethibitisha. Kufuatia tukio hili na mashambulizi mengine yaliyopita, Umoja wa Mataifa kupitia kwa msemaji wake Stéphane Dujarric unalaani na kuzitaka pande husika kutoshambulia raia na maeneo muhimu.
Washirika wetu wanaendelea kuongeza usaidizi licha ya mapigano yanayoendelea. Mnamo Januari, UNICEF iliendesha kampeni ya chanjo ya surua rubela huko kusini na kaskazini mwa Darfur ili kuwalinda watoto 440,000. Kwa mara nyingine tena, tunatoa wito kwa pande zote katika mgogoro huu na katika migogoro yote kuzingatia wajibu wao chini ya sheria za kimataifa za kibinadamu, ikiwa ni pamoja na kuwalinda raia, kulinda miundombinu muhimu na kuhakikisha ufikiaji wa kibinadamu wa haraka, salama, usio na vikwazo na endelevu. Sauti yake Stefan Dujarric, msemaji wa Umoja wa Mataifa. Somalia imeonya kwamba eneo lake haliwezi kutumika kama eneo la kuzindua shughuli za kijeshi baada ya ripoti mbili za vyombo vya habari kusema kwamba Israeli inapanga kuanzisha kambi ya kijeshi katika eneo lililojitenga la Somaliland. Habari ndiyo kila siku za Ijumaa katika makala ya Habari Rafiki. Ni mada huru. Tunakupa nafasi wewe msikilizaji wetu kuchangia yale uliyosikia kwenye habari zetu ama kutoka sehemu uliko kwa uhuru. Kuchangia, tuma maoni yako ya sauti kwenda nambari yetu ya WhatsApp ukianza na alama kujumulisha 254 110 000 420. Ndiyo Habari Rafiki. Msikilizaji, Ghana inakusudia kupendekeza azimio la Umoja wa Mataifa linalotambua utumwa wa kwenye bahari ya Atlantiki kama uhalifu mbaya zaidi katika historia ya wanadamu, ikitoa wito wa fidia, na inatarajia kupata uungwaji mkono mpana licha ya upinzani toka barani Ulaya. Emmanuel Makundi anatufahamisha zaidi. Taifa hilo la Afrika Magharibi ambalo ni mtetezi maarufu wa fidia linafungua ukurasa mpya katika bara hilo, ambapo serikali inapanga kuwasilisha pendekezo hilo katika mkutano wa Umoja wa Mataifa baadaye mwezi huu, imesema taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Accra. Mpango huo unaashiria hatua mpya katika juhudi za Afrika kutafuta uwajibikaji kwa dhuluma za kihistoria zilizofanywa na mataifa ya zamani ya kikoloni, Ghana ikiamini azimio lake litaungwa mkono na nchi nyingi duniani. Wakati huu wito wa fidia ukishika kasi katika miaka ya hivi karibuni, kumekuwa na upinzani pia, ambapo viongozi kadhaa wa Ulaya wamepinga hata kujadili mada hiyo, huku wakosoaji wakisema mataifa na taasisi za leo hazipaswi kuwajibika kwa makosa ya kihistoria. Emmanuel Makundi. Msikilizaji, kundi la Benki ya Dunia limeidhinisha mkopo wa dola milioni 137 za Marekani ili kusaidia ujumuishaji wa kidijitali na uundaji wa ajira nchini Benin, Liberia na Sierra Leone chini ya mpango mpya wa kikanda. Mwanajeshi mmoja wa Senegali aliuawa na wengine 6 kujeruhiwa wakati wa operesheni za kijeshi za kuharibu mashamba haramu ya bangi katika mpaka na Gambia. RFI. Msikilizaji, kiongozi nianze taarifa hii na maeneo ya huko Iran ambako bahari ya Hormuz wakati huu ni kwamba bei ya mafuta ikiendelea kupanda duniani. Taarifa ya kwanza ambayo imetolewa ni kwamba kiongozi wa mpito kule Iran, Mojtaba Khamenei, amesema nchi yake italipiza kisasi kwa mauaji yaliyofanywa na Israeli na Marekani. Hata hivyo, balozi wa Iran kwenye Umoja wa Mataifa Amir Sayed Iravan ametetea uamuzi wa nchi yake kudhibiti mfereji wa Hormuz. As long as the council fails, ikiwa baraza la usalama litashindwa kutimiza wajibu wake, Iran haina chaguo lingine ila kutumia haki yake ya asili ya kujilinda chini ya mkataba wa Umoja Mataifa na sheria za kimataifa. Iran inaheshimu kikamilifu na inabaki kujitolea kwa kanuni za uhuru chini ya sheria za bahari. Hata hivyo, hali ya sasa katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na katika mlango bahari wa Hormuz, si matokeo ya utekelezaji halali wa Iran wa haki yake ya kujilinda. Badala yake ni matokeo ya moja kwa moja ya vitendo vya Marekani vinavyovuruga utulivu katika kuanzisha uchokozi dhidi ya Iran na kudhoofisha usalama wa kikanda. Ni sauti yake Sayed Iravani, balozi wa Iran kwenye Umoja wa Mataifa. Jeshi la Marekani limesema Alhamisi kwamba ndege ya kijeshi ya KC-135 ya kujaza mafuta ilipotea ilipokuwa ikiruka juu ya anga ya Iraki.
Ni saa 1:40 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji. Hivi punde tunaelekea viwanjani. Naam, bila shaka msikilizaji, kumbuka ni kwamba leo mtoto hatumwi dukani. Kule Naivasha, kindumbwe cha mbio za magari yaendayo kwa kasi kinaanza leo. Magari mengi yamekuwa yakijipanga tayari ili kuweza kupiga mbio, na tukisubiri kujua dereva mashuhuri ni nani katika mbio hizo. Zaidi hapa mwenzangu Emmanuel Makundi amejiunga nami. Emmanuel, karibu. Ni hali ikoje kule Naivasha? Bila shaka watu wengi wamejipanga ili kuweza kufuata mbio za magari. Naam, ni kweli kama unavyojua kwamba mashindano tayari yameng'oa nanga kule Naivasha. Utapata nafasi ya kumsikia Olivier Solberg, mmoja wa madereva waliokimbiza gari jana, pamoja na Thierry Neuville, mwanahabari wetu Jason Sagini, pamoja na Paul Nzioki. Wao wapo kule Naivasha kutufahamisha mengi yatakayokuwa yanaendelea, ambapo timu ya Toyota Gazoo Racing imeanza vyema mashindano ya magari ya safari rally kwa kuchukua nafasi 5 za kwanza baada ya hatua 2 za mashindano zilizofanyika jana jioni mjini Naivasha. Madereva walishindana katika hatua ya Camp Moran na Mzabibu. Olivier Solberg anaongoza kwa tofauti ya dakika 33.3 mbele ya bingwa mtetezi Elfyn Evans na Sebastian Ogier. Hii hapa ni kauli ya Olivier Solberg baada ya hatua yake ya hapo jana. Tulipoanza shindano kwenye hatua ya mwanzo, mvua ilianza kunyesha kidogo, kisha ikaongezeka zaidi na kutupa changamoto kubwa, lakini kesho Kedong haitatusumbua. Siku hizi haina mvuto, ina mawe mengi, ni hatua mbovu zaidi ya mashindano, si ile Kedong ya zamani. Naam, ni Olivier anakuambia kwamba mvua unajua imeharibu sana barabara, na unajua kama mashindano haya yanafanyika katika mbu. Sasa hivi hakuna mavumbi. Naam kabisa. Thierry Neuville wa kampuni ya Hyundai naye alishika nafasi ya 6 kwa muda wa saa 2 dakika 21.9, na alizungumzia changamoto ya hali ya hewa pamoja na barabara aliyokumbana nayo na gari lake kutatizika wakati fulani. Yeah, tough. Ndio, ni vigumu, na maanisha ni vigumu kueleza kile ambacho tumepitia katika hatua hizi. Kimsingi ni tumepambana sana, na unajua lengo pekee ni kufikia mwisho wa hatua, na ndivyo tulivyofanya. Licha ya kukabiliwa na matatizo ya kiufundi, matope, radiator ilifungika kabisa, hatukuweza kupata nafasi ya engine kupoa, lakini tuko hapa. Na leo mashindano haya yatashuhudiwa katika hatua 8 kuanzia Camp Moran namba 2 na kumalizia kule Mzabibu namba 2. Ukitazama upata nafasi kwenda YouTube uone magari yanavyokimbia. Bila shaka nimejaribu, nimeona imevutia kweli. Acha kuendesha gari Nairobi, kufikiri unaendesha gari. Bwana, zaidi ni katika matangazo ya awamu ya pili. Asante sana Emmanuel Makundi. Shukrani. Msikilizaji, ni saa 1:43 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu Carol, tupe uchambuzi wa magazeti. Habari ya asubuhi. Salama Lukumbuka, nilikuwa nafikiri umeenda kutangazia kule Naivasha. Nilikuwa nafikiri matangazo yanaruka kutoka Naivasha. Gari langu lilipata shida ya kiufundi. Gazeti la Taifa Leo, wafanyakazi wa Raila Odinga walia baada ya kufurushwa Capitol Hill. Hii ni baada ya ndugu yake Oburu kuchukua usukani kwenye chama. Na pia kuhusu koti kupiga breki NTSA kuhusu faini, tumekuwa tukizungumzia hili tangu mwanzoni. Sasa jana koti ilitoa mahakamani kwamba kuna vigezo kwanza ambavyo vinatakiwa kukidhiwa ili kutekelezwa kwa sheria hiyo mpya ya faini. Vilevile kuhusu Senegal kupitisha sheria ya mashoga kufungwa miaka 10. Gazeti la Daily Nation, njia panda kwenye mahakama ya upeo nchini Kenya. Tume ya kuajiri majaji inaendelea bado na mchakata wa kujaza nafasi ya jaji Mohamed Ibrahim ambayo alifariki mwaka jana, lakini kuna taarifa, kuna nafasi 2 ambazo zinafaa kujazwa tena kufikia mwaka ujao.
Kumbuka kwamba mahakama hii ndio husikiliza kesi yote ambayo inapinga uchaguzi wa urais. Kwa hivyo kuna wasiwasi kwamba muda wa kujaza unaendelea kufika na muda mdogo umebaki. Gazeti la The Standard, uhuni unaohusishwa na serikali. Kulikuwa na visa viwili ambavyo maeneo ya biashara ya wanasiasa maarufu yalivamiwa na iliibua maswali mengi, kwa sababu baadhi ya magenge wanasema kwamba kuna baadhi ya watu serikalini walitoa maagizo ya kuvamiwa maeneo haya. Gazeti la The Star, chama cha Kalonzo na Charity Ngilu kwenye hatari ya kufutwa kwenye orodha ya vyama vya kisiasa. Daily Monitor kule Uganda, kwa nini visa vya malaria vimeongezeka? Polisi waliotoa ulinzi kwa Bobi Wine kwenye hatari ya kupigwa kalamu. Kule Tanzania, Habari Leo, Rais Samia aagiza Ngorongoro ilindwe. Mwananchi, vikwazo 5 kasoro ya uhamiaji Ngorongoro. Ni Rais Samia alipokea jana ripoti ambayo inabaini sababu ambazo zilifanya mpango wa kuhamisha watu ambao walikuwa naishi kwenye hifadhi hiyo kukwama. Na vilevile kuna habari kuhusu afya. Jana ilikuwa ni siku ya kimataifa kuadhimisha kutunzwa kwa figo, na wenye miaka 40 hadi 50 wanaongoza kuugua figo. Nafikiri tumalizie hapo. Lukumbuka, ni kweli kabisa, tumalizie hapo na nikuache studioni hapo tuletee makala Siha Njema. Asante. Karibu katika makala ya Siha Njema. Mimi ni Carol Korir. Kila Machi tarehe 8 ulimwengu huadhimisha kwa pamoja siku ya kimataifa ya wanawake, lengo kuangazia nafasi, mchango wa wanawake na changamoto zilizopo na namna ya kuzitatua. Wiki hii kwenye makala ya Siha Njema tunaangazia kukabili unyanyapaa unaohusishwa na siku za hedhi kwa wanawake kwa kuwahusisha wanaume. Vilevile namna ya kutatua swala la umaskini unaotokana na mahitaji ya wanawake wakati wa hedhi, ambao umefanya wasichana na wanawake wengi kwa waathiriwa wa dhuluma za kijinsia. Katika makala haya mwenzangu Petrolina Ogalo akiwa Busia ametuandalia ripoti hii. Kaunti ya Busia ni mojawapo ya kaunti zinazosajili idadi kubwa ya mimba na ndoa za mapema, huku ikiwa imesajili 40% ya mimba za mapema kwa kipindi cha mwaka mmoja uliopita, visa hivyo vikitokana na ukosefu wa sodo kwa watoto wa kike, jambo linalowafanya kutumia ngono kama njia ya kupata fedha za kununua sodo. Idadi hii ikitarajiwa kupungua iwapo kutakuwa na ushirikiano wa karibu kutoka kwa serikali ya kaunti hiyo, mashirika ya kijamii, wazazi wa kike na wa kiume na watoto wenyewe kwa ujumla. Ili kuwafikia hili, balozi wa masuala ya afya ya hedhi katika kaunti ya Busia Bi Christine Namaindi amelivalia suala hili njuga chini ya wakfu Tina Nams kwa kuwapa sodo watoto walio katika shule tofauti vitongojini na hata shule za watoto spesheli katika kaunti ya Busia, lengo kuu likiwa kupunguza visa vya mimba za mapema na pia kuepusha watoto hao kupatwa na magonjwa yanayotokana na kushiriki kwa ngono. Jambo ambalo napenda kujihusisha kwa sana ni kuelimisha watoto wa kike na wamama na hata watoto wa kiume kuweza kujua masuala ya hedhi. Nikiongelea hedhi ni kwamba ni jambo la kawaida kwa mtoto wa kike kuweza kuvuja ama kutoka damu kila mwezi, ikiwa kwa mtoto ama msichana wa kike kwa miaka 12 hadi miaka 45 ama 49. Sasa tunaelimisha wale wasichana ama wale wamama pale nyumbani kuweza kuelewa unajikimu kivipi kiusafi, na kwamba wajue kwamba ni jambo la kawaida, lisiwapatie wasiwasi ama tashwishi, alafu kuweza kueleza kwamba zile bidhaa ambazo wanatumia na ni bidhaa gani ambazo ni zinakubalika kiafya, kuweza hata kuangalia afya yao, wasiweze kutumia bidhaa ambazo zitawadhuru.
Most of our girls wanapata challenges, tunatumia vitu kama vitambaa, natumia mattresses, vitu ambazo sifai zenye zilipitwa na wakati, but venye ametuletea na kutufunza the way we supposed to use it, tumeelimika na tunamshukuru sana. Amefanya vizuri Tina Nams kutuletea pad, as we girls will not go for the boyfriend, but tunamshukuru sana, endelee na huo moyo na Mungu ambariki. Wazazi hasa walio vijijini wakiongozwa na Christine Agafwa na Irene Moita hawakusazwa kuonyesha furaha yao kwa watoto wao kupata bidhaa hizo bila malipo, wakitaka mradi huu uweze kuendelezwa angalau kila robo ya mwaka ili kuangamiza ukosefu wa sodo kwa watoto wao. Kwa muda mwingi wako na changamoto za kupata hizi sodo. Wengine wanapata mimba kwa kukosa hizi sodo, wanadanganyiwa kwa sababu amekosa sodo. Tunashukuru, ninahitaji hata usaidizi ikiwezekana awe hata anawaletea kila holiday wakifunga. Tukiendelea hivi tutapunguza mimba za mapema, tutasaidia watoto wetu wasichana wasome hadi mahali wanaweza fika. Wanasema somesha msichana, saidia msichana, umesaidia jamii. Wanaelezea changamoto ambazo wanao wamekuwa wakipitia kwa jamii, wakiwataka wazazi wa kiume kuwa karibu na watoto wao wa kike kuwasaidia kwenye suala hili. Watoto anaidika, mtoto hawezi kuenda shule kwa sababu ako kwa menstruation. Vijana huwa wanawacheka, vijana huwa wanawasengenya, na hiyo inafanya mtoto anaanza kutafuta nje hali ya kupata hizo vifaa, na hizo ndio zinaleta mimba za mapema, ndio zinafanya watoto wetu wengi wanatoka ndani ya shule. Hata hivyo, changamoto imezidi kutolewa kwa wazazi na watoto wa kiume kwa ujumla kusaidiana kwa jamii kuondoa unyanyapaa unaotokana na suala la hedhi, wakitakiwa kutambua kuwa hedhi si mwiko au laana, bali ni jambo la kawaida katika maisha ya mtoto msichana. Sisi hapo awali tulikuwa tunacheka na labda tunamkimbia, tunajitenga naye kwa sababu tulijua kuwa ni laana. Kwa wazazi wetu nawaambia kuwa mwanafunzi ama mtoto wako akitaka kuja kwako kuambia ako kwa period, usimuoneshe kuwa ama usimuambie ati aende ambie mama yake uko ni baba yako. So wewe mwambie tu hii ni hali ya kila mtu na si ugonjwa. Unafaa umunulie pads. Nimefurahia leo, nimefunzwa kuwa wavulana pia wanafaa kuhusishwa kwa masuala ya hedhi, kwa sababu wanapoona wasichana wakiwa katika hali ya hedhi waweze kuona ni jambo la kawaida. Baba akishughulikia sana hasa kwa kununua sodo hizi na pia kuelimisha mtoto msichana, ataweza kupea mashauri ambayo wasichana wengi wanaweza kuelewa, hasa hata kuliko wakisikiza kutoka kwa mama zao. Pia wanaume tuweze kukumbuka vijana ambao pia wako nyumbani, ili kuwahusisha katika shughuli hii, waweze pia kupitisha hiyo elimu kwa kizazi kijacho. Kando na kuwapa taulo hizo, balozi wa afya ya hedhi kaunti ya Busia Bi Christine Mahindi pia ametenga muda wa kuwapa mafunzo watoto hao jinsi ya kujikimu kwa usafi wakati na baada ya hedhi, akiwasisitizia kuwa karibu na wazazi wao na kuwaeleza mahitaji yao kwa uwazi. Christine ameshirikiana na shirika la Fawe Kenya chini ya mwavuli wa Tuseme Club kupitia mshirikishi wake mkuu Evelyn Murunga kutoa mafunzo kama haya kwa wanafunzi wa shule tofauti. Lengo lao kuhakikisha ufahamu zaidi kwa wanafunzi kuhusu elimu ya hedhi kwa mtoto msichana, huku wakiwa na mradi wa kutengeneza sodo zinazoweza kutumika kwa mara kadhaa. Kwa tumeona kwa runinga, tumesikia hadithi zikisema hapa na pale, documentaries, kwamba wasichana Busia County kuna wakati walisemekana kwamba wanajiuza ili waweze kupata taulo za hedhi. Mtoto wa kike hawezi kuafford sanitary pads kila mwezi. Nikaonelea heri tupate suluhisho ya mwisho, ili akipata hizi za kutumika, unaweza kutumia leo uoshe tena utatumia baadaye. Wahudumu wa afya katika vijiji, yani community health promoters, pia wanazidi kutia juhudi kuimarisha elimu hii mashinani, wakisisitizia wanaume kuwa mstari wa mbele kwa malezi ya wanao, kama anavyoeleza Bwana Charles Oleso kutoka kijiji cha Mauko, eneo bunge la Matayos, kaunti ya Busia.
Tukaanza ya kwamba tuna time watoto wakati wako kwa likizo, tunaweka session, kila CHP ako na area yake, so wakati unaita watoto pamoja na vijana, na tulikuwa tunawafunza ya kwamba tunawaambia hii menstruation ni kitu ya kawaida, ili vijana pia wapate kujua. Hata watoto wakiwa kwa class ikitendeka, mtoto asishtuke ama mwingine aanze kusema ati ona, huyo mtoto atakuwa na uoga, ambapo sasa hata kwa class hata concentrate. Ni vile tu vile mtu akikuwa kwa adolescent stage sauti ianze kutoka. Alafu pia tulikuwa tunawaambia kwamba mtoto msichana azoeane na baba yake, of which hiyo pia kama inaenda kufika, asiende tu kwa mama, anaenda tu kwa baba na mama. Alafu pia wa baba tukipata time pia tunawafunza, tunawaambia mkuwe friendly na watoto wenyu wasichana, kwa sababu usiponunulia mtoto pads hizi, hawa wanaume wengine watachukulia advantage, atataka aende na yeye, na hiyo ndio kupata tena mimba ya mapema ili mtoto aweze kudrop kutoka kwa shule. So tumetembeanga tukiwafahamisha, hata tukiwa kwa meetings za barasas za chiefs, sub chiefs, za commissioners, SEC, kila mahali tunafunza. Hata hivyo, ombi kuu limetolewa na balozi wa masuala ya hedhi kaunti hiyo Bi Christine kuwepo kwa ushirikiano thabiti kati ya serikali ya taifa la Kenya, mashirika mbalimbali na hata wahisani kila wakati kumpa mtoto wa kike furaha maishani kwa kuwapa sodo, kuwawezesha kuwa shuleni, kanisani na hata katika sehemu yote ile, na pia kuwafikia wasichana wengi ipasavyo. So tunaendelea kufikia wengine, hatuwezi fikia wote, lakini wale Mungu atatuwezesha na zile bidhaa ambazo tuko nazo, tutahakikisha kwamba wameweza kufaidika, si kibidhaa tu peke yake, but pia kuelimishwa kwa masuala ya menstrual health and hygiene management. Kila mtu kwa ule uwezo wake aweze kufanya ile anaweza. Tukifanya kwa wengi, tutaweza kufikia wengi, kwa sababu mtu mmoja peke yake huwezi fanya peke yako hii kazi. Iwapo haya yataafikiwa, maisha ya mtoto wa kike yatakuwa na mwanga zaidi kwa upande wa masomo na kuendeleza jamii iliyo na busara na mafanikio ya kutosha, ikiwa mojawapo ya juhudi za kuangamiza ndoa za mapema. Petronila Ogalo, makala ya Siha Njema, Busia, RFI Kiswahili. Basi kufikia hapo tunatia kikomo makala Siha Njema. Kumbuka, hedhi ni haki ya uzazi na inastahili kutazamwa na kulindwa kama haki zingine zote za kibinadamu. Mimi ni Caro Korir, kwa heri. Habari ndiyo kila siku za Ijumaa katika makala ya Habari Rafiki. Ni mada huru. Tunakupa nafasi wewe msikilizaji wetu kuchangia yale uliyosikia kwenye habari zetu ama kutoka sehemu uliko kwa uhuru. Kuchangia, tuma maoni yako ya sauti kwenda nambari yetu ya WhatsApp ukianza na alama kujumulisha 254 110 000 420. Ndiyo Habari Rafiki. Na msikilizaji, na sasa kwa haraka nikukumbushe baadhi ya habari kuu za dunia tumekuletea. Miongoni ni pamoja na kesi ya uhaini inayomkabili mwanasiasa mkongwe nchini Uganda yasogezwa mbele kwa mara nyingine, na Uganda kuwasilisha azimio la Umoja wa Mataifa kuhusu fidia ya utumwa. Asante sana Ruben Lukumbuka kwa kutupatia nafasi hiyo nzuri ya kuweza kujua yanayojiri kote duniani wakati ambapo namna hiyo. Basi wapo unaungana nasi au hujakosea, unasikiza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chake kinachokuwa kasi sana duniani. Basi wakati huu basi nakuletea kiziba mkonga, afu tuingie kwenye sehemu ya pili ya burudani na matangazo yetu ya siku ya leo kwenye kipindi hiki cha Good Morning Africa. Hapa hivi ningependa kukutoa tope. Kusema amen peke yake na iwe hivyo hakutobadilisha maisha yako au kukufanyia muujiza wowote kama hauko tayari kukiamini na kukifanyia kazi kwa bidii ulichokisemea amen. Utapata mchumba, amen. Usipoenda na kuanza kumtongoza mtoto wa kike, wewe mwanaume,
ama mtoto wa kike kujiweka katika nafasi nzuri ya kuonekana kama mtoto ambaye unahitaji kuolewa, haitasaidia. Utapata gari, amen, gari haitakuja kama umekaa tu, hamna. Utapata kampuni, amen, haitakuja tu. Lazima uifanyie kazi kwa bidii ulichokisemea, amen. Success is not what you pursue. Success is what you attract by who you become. Na hicho ndicho Kizibwa Mkonga cha sasa.